Ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote, jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Karibu katika mfululizo wa masomo ya mwongozo wa kujifunza Biblia, mafundisho ya imani kutoka kwa Yoshua. Leo ni Novemba 26, siku ya Jumatano. Mada inasema Jubilii. Nchi ilikuwa muhimu sana kwa uwepo wa Israeli kama watu wa Mungu, kiasi ambacho haikuweza kugawanywa kwa ujumla. Ilibidi igawanywe kwa makabila, koo na familia. Hesabu sura ya 34 aya 13 hadi 18, ili kuizuia kuwa milki ya viongozi wachache wenye uwezo. Soma Mambo ya Walawi 25 aya ya 1 hadi ya 5, aya ya 8 hadi 13. Kulikuwa na kusudi gani la kuwa na mwaka wa Sabato na mwaka wa Jubilii? Kinyume na Misri, ambako mara kwa mara raia walipoteza ardhi yao na kuwa watumishi wa Farao, kusudi la Mungu kwa Waisraeli lilikuwa kwamba hawangenyimwa haki yao milele. Hakuna mtu nje ya ukoo na familia ambayo ilikuwa imegawiwa awali angeweza kumiliki ile ardhi. Kwa kweli, kulingana na mpango wa Mungu, ardhi isingeweza kuuzwa kamwe. Ingeweza tu kukodishwa kulingana na thamani yake iliyowekwa na idadi ya miaka iliyosalia hadi Jubilii iliyofuata. Kwa hiyo, jamaa za mtu ambaye alilazimika kuuza ardhi ya babu zake walikuwa na wajibu wa kuikomboa hata kabla ya Jubilii. Mambo ya Walawi 25 aya ya 25. Ugawaji wa ardhi unakuwa dirisha kufikia moyo wa Mungu. Kama Baba yetu wa mbinguni anataka watoto wake wawe wakarimu kwa wale wenye uhitaji na kuruhusu ardhi yao kuwalisha kila mwaka wa saba. Mwaka wa Sabato ulitumia kanuni ya amri ya Sabato kwa kiwango kikubwa zaidi. Kando ya kuthamini na kuhimiza ufanyaji kazi kwa bidii, umiliki wa ardhi pia ulidai heshima na fadhili kwa wale waliokabiliwa na changamoto za kifedha. Sheria ya umiliki wa ardhi ilimpa kila Mwisraeli fursa ya kuachiliwa kutoka kwa hali zenye kukandamiza alizorithi au kujiletea mwenyewe na kuwa na mwanzo mpya maishani. Kimsingi, hili ndilo kusudi kuu la Injili: kufuta tofauti kati ya tajiri na maskini, mwajiri na mwajiriwa, waliofadhiliwa na wasio na uwezo, kutuweka sote kwenye usawa na kutambua hitaji letu kamili la neema ya Mungu. Cha kusikitisha, Israeli walipuuza kushika kiwango kilichowekwa na Mungu, na baada ya karne nyingi, maonyo ya kunyang'anywa mali yalitimizwa. Mambo ya Nyakati wa Pili sura ya 36 20 na 21. Je, kanuni za ugawaji wa ardhi wa Israeli na za Sabato zinawezaje kutukumbusha kwamba machoni pa Mungu sisi sote ni sawa? Je, Sabato inawezaje kutusaidia kusema hapana kwa mizunguko mibaya ya ulaji ambayo inakumba jamii nyingi? Hii ni Novemba 26, siku ya Jumatano, mada ikisema Jubilii. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu dumu kuwa nasi sasa na hata milele. Amina.